tulijifunza kuhusiana na kutojihurumia ili tuweze kufanikiwa mwaka huu. Amen. Na niliwapa kazi kila moja kuweza kufanya kwamba tuhakikishe mwezi wa kwanza unapoisha tuwe tumesoma kitabu chote cha Mithali. Wangapi wameanza kusoma kitabu cha Mithali kwa uaminifu kabisa? Amen, 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 amen. Wabariki sana mlioanza. Wale ambao bado hamjaanza, nawatia moyo kuanza. Bado tunaweza kumaliza, na tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kupractice kwamba kweli hatujihurumii katika maisha yetu. Amen. Kila mtu fanya bidii. Tarehe 30 ya mwezi wa kwanza umemaliza sura zote 31 za kitabu cha Mithali. Unaweza ukasoma sura 2, ukasoma sura 3 kwa siku, hata sura 4, kutegemeana na kujitoa kwako. Mimi sikufanya kwa bidii kubwa, lakini niko sura ya 13. Amen. Na namshukuru Mungu pia nimefanikiwa kusoma na vitabu vingine. Nimesoma kitabu cha Luka, nimesoma kitabu cha Yohana, Mathayo nimesoma. Fanya bidii. Tunamaliza mwezi wa kwanza, umemaliza. Amen. Tukimaliza hicho nitakwambia tena tunasoma kitabu gani. Ukiwa unasoma kile kitabu cha Mithali, kuna vitu unaviona ambavyo ulipaswa kuwa unafanya lakini ulikuwa hufanyi. Wale ambao umeanza mmeona. Kuna hekima ulipaswa kuwa unazo lakini hazipo. Katika kile kitabu cha Mithali unaona, unapokuwa unasoma maandiko unakuta kuna vitu ambavyo vilikuwa ni vya muhimu sana kwenye maisha yako, lakini unashangaa kwamba mbona hiki nilikuwa sifanyi. Maana kitabu cha Mithali kimejaa hekima ya Suleiman. Kile kitabu kimejaa hekima za Suleiman. Kwa hiyo unapokuwa unakitazama unakutana na maelekezo anayoyatoa kwa ajili ya maisha kabisa. Kwa ajili ya maisha kabisa. Weka pale. Na amesisitiza sana Suleiman katika kitabu cha Mithali kuyatafuta maarifa. Amesisitiza kutafuta maarifa katika neno la Mungu. Hakikisha mtu unatembea ukiwa na maarifa. Lakini pia Suleiman amesisitiza sana kuwa mtu mwenye haki. Amesisitiza sana kuwa watu wenye haki. Ameyasisitiza katika kitabu cha Mithali. Utakapokuwa unaendelea kusoma utaona. Sasa kitu ambacho naomba niwaombe watumishi wa Mungu. Utakapokuwa ukisoma na kujifunza katika kitabu cha Mithali, yaweke kwenye matendo yale ambayo utaendelea kujifunza, ili kweli mwaka huu uweze kufanikiwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Jamani, mafanikio yoyote kwenye maisha, chochote kwenye maisha ni kanuni. Ni kanuni. Ukizifuata kanuni unaona matokeo. Usipozifuata kanuni hauoni matokeo. Kila kitu kwenye maisha ni kanuni. Hata kujikuta wewe umekuwa ni mtu usiye na amani, maanake kuna kanuni umezikosea. Unaweza kukaa katika eneo lenye amani sana, eneo lenye amani kabisa, eneo zuri linalostahili mtu kuishi pale, lakini wewe ukaishi hapo kwa taabu na shida. Kaishi kwa shida sana. Sio kwa sababu unaishi kwenye eneo halina amani, lakini kwa sababu kanuni za kukupatia amani wewe umeziacha. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kinachotokea from nowhere. Vitu huwa vinafanywa ili viweze kutokea. Kila kitu ukiona kimetokea, manake kuna mtu au kuna watu wamesababisha kitokee. Vitu vyote. Hata wewe kuwa mtu unayepiga hatua kila siku, ni wewe mwenyewe utakayepelekea hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna vitu usipovikataa, ukaamua kuvikataa,
vitaendelea kuwa sehemu ya maisha yako, vitaendelea kukufuatilia. Unajua, wakati mwingine tunaweza tukaishi katika hali duni, sio kwa sababu Mungu anataka tuishi katika hali duni, lakini kwa sababu kuna vitu vinatufuatilia, ama kutoka kwenye ukoo wetu, kutoka kwenye familia zetu, kutoka kule tuliko, asili yetu iliko, vinatufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia babu babu wa babu, mtu anapozaliwa kwenye hiyo familia au kwenye huo ukoo, tayari anazaliwa katika asili ile ya uduni, unyonge, umaskini wa. Sasa huyu mtu asipokata cheni ile, asipomwamini Kristo na kusema mimi sitaki kuishi kwenye hali hii, manake hiyo itamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Itamfuata ile hali ya maisha ya umaskini ulioke. Ila mtu akisema mimi hii hali sitaki kwenye maisha yangu, akaikataa kwenye akili yake, akaikataa na katika maombi yake, ile hali itamfuata. Lakini akiikataa, manake utaanza kushangaa vitu vinaanza kutokea, vitu vinaanza kutokea. Kuna familia zingine unakuta watu kwenye hiyo familia au kwenye huo ukoo, watu hawaoi, au watu hawaolewi. Sasa na wewe ukijikuta umezaliwa au wewe ni mtu unayetoka kwenye hiyo familia au kwenye huo ukoo, lazima wewe ufanye bidii kujinasua kwenye ile cheni ambayo inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mwingine sisi huwa tunaridhika, au wakati mwingine unakuta hatujui, hatuna maarifa kutusaidia kuondoka kwenye hiyo situation. Lakini unapokuwa umeokoka, hiyo inakuwa ni hatua ya kwanza ya kwenye vifungo vyote ambavyo vilikuwa vimeifunga familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na ukishajua, manake unatembea kama mtu ambaye anajua ni wapi Mungu anampeleka. Hicho ndicho kilimsaidia Yusufu. Katika ule ukoo wa Yusufu na familia yao ya watoto 12 wale, hakuna mtu alikuwa amewahi kukaa kwenye nafasi kama ile ya Yusufu. Lakini Yusufu alipoanza kuyaona yale mambo makubwa, hakusita kuyaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakusita kuyaamini. Aliamini kwamba itatokea siku moja mimi nitakuwa mtu mkuu na ndugu zangu hawa mimi nitawasaidia. Alipoyaona yale akayaamini, hata kama hakukuwa na historia yoyote, hakukuwa na historia yoyote ya jinsi ile katika familia, na yale mambo yalitokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutie moyo, kile unachokiona katika maisha yako usisita kukiendea, hata kama ni kikubwa kuliko vile ambavyo ndugu zako waliishi. Haleluya. Umeona mambo makubwa, umeona jambo kubwa kwenye maisha yako, liatamie kwenye maombi na usiogope kuliendea.